Wakazi wanne wa jiji la Dar es Salaam wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni wakikabiliwa na kesi ya hujumu uchumi yenye mashtaka 6 ikiwemo kukwepa kodi ya ushuru wa forodha na kuisababishia mamlaka ya mapato Tanzania TRA hasara ya shilingi milioni 125.5. Mashtaka mengine ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu, kuchepusha mizigo kutoka kwenye njia iliyoidhinishwa, kutoa nyaraka ya uongo, kuondoa rakili ya forodha, kuisababishia mamlaka hasara na kupatikana na mali au bidhaa ambazo hazijalipiwa ushuru wa forodha. Katika hati ya mashitaka iliyosomwa mahakamani hapo na wakili wa serikali John Mwakifuna akisaidiana na wakili Auni Chilamula na Emmanuel Medalakani, imewataja washitakiwa kuwa ni Atanasi Msenye, Maria Saidi, Godfrey Chamali na Polkapi Haule. Mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Veneranda Kesoko, imedaiwa kuwa Februari 7, 2025 huko Mikocheni, Dar es Salaam, washitakiwa kwa pamoja walitoa tamko la uongo kwamba mzigo unaohusu vifaa mbalimbali vya magari ulikuwa ukisafirishwa kuelekea DR Congo, lakini wakauchepusha na kuelekeza eneo la Mikocheni, Dar es Salaam, hali ambayo ilisababishia ukwepaji wa kodi wa zaidi ya shilingi milioni 125.5. Kuhusiana na kesi hiyo, wakili Auni Chilamula anaeleza zaidi. Kesi ya leo inahusiana na watuhumiwa wanne ambao ni wakala wa forodha, mtuhumiwa namba 1 Atanas William, pamoja na mtuhumiwa wa pili ambaye ni Maria Musa Saidi. Ila pia kesi inahusisha transporter anayefahamika kwa majina ya Polycarp Alois pamoja na dereva anayejulikana kwa majina ya Godfrey Tofil. Watuhumiwa hao wanne kwa pamoja wanashtakiwa kwa makosa 6 likiwemo kosa la ukwepaji kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 203 cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la pili ni kuchepusha mzigo kutoka kwenye njia, yani designated transit route, kinyume na kanuni ya 104 ya kanuni ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la tatu ni kutumia nyaraka za uongo kinyume na kifungu cha 203B cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani East African Community Custom Management Act ya 2004. Kosa la nne ni kuondoa custom seal au nakili ya kiforodha kinyume na kifungu cha 205 cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la tano ni kuisababishia hasara mamlaka kinyume na aya ya 10 jedwali la kwanza ikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 60 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya hujumu uchumi. Na kosa la mwisho ni kukutwa na mzigo ambao haujafuata taratibu za kiforodha kinyume na kifungu cha 146 cha sheria ya forodha, yani Custom Management and Tariff Act. Washtakiwa leo walisomewa mashtaka yao mbele ya mahakama hii ya hakimu mkazi Kivukoni iliyopo Kinondoni, na hawakuruhusiwa kujibu tuhuma au mashtaka ambayo wanawakabili kwa sababu kosa la 5 na kosa la 6 ni makosa ya hujumu uchumi. Hivyo basi shauri hili limeahirishwa na litakuja tena kwa ajili ya kutajwa. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, upelelezi katika kesi hiyo bado haujakamilika na kesi hiyo imeahirishwa hadi Machi 24 mwaka 2025.